Amen. So we are going to listen to the word of God. Amen. And I believe that God is going to speak to us. I am just a vessel. I know that whatever I'm going to speak is not from my mind, it's not from me, but it is from the mind of God. God knows why He wants us to hear this kind of word. Amen. And our topic of today, is making an influence. Is that how we say it? Yes. Yeah. Making an influence. Making an influence. Amen. So, our main verse, we are going to read in the book of Matthew, chapter 5, 13 to 16. Someone read for us, Matthew 13, 16. Matthew 13, 16. Yes. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Matthew 5, 13. Matthew 5, 13. Sorry. Matthew 5, 13 to 16. Yes. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltness, Oh, yes. how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men. Amen. That is our main verse. I'm talking about making an influence. Thank you, Kate. We will start by seeing what is an influence. I have a definition here. Influence means to affect or change someone or something in another indirect but usually important way. Someone or something that influences a person or thing then has an influence on that person. Let me elaborate. Kukuwa na influence kwa mtu is like wakati umeanza kutembea na mtu sawa sawa, huyu mtu anaanza kukuiga pole pole. Anaanza kuongea kama wewe, anaanza kuvaa kama wewe, anaanza everything that huyu mtu anafanya, anaanza behave like you. Huyo mtu watu watasema wewe ama mimi uko na influence kwa huyo mtu. Amen. That is what we call an influence. Nikianza tembea na Joy leo, pole pole tukianza kutembea na yeye, ninaanza kupenda hair style zake. Kuna mtu naonaga wow, anavanga shoes smart. I like the way you talk. Ujawahi ona mtu wakati watu wametembea pamoja sana, mwingine anaanza kuongea kama mwingine, anaanza kubehave kama mwingine, anaanza kuvaa kama mwingine. Katikati ya hao watu wawili utapata kuna mmoja ai influence mwingine. Am I making sense? Ama unapata mtu watu wako ndani ya kanisa fulani, they are in church somewhere. Unapata washirika wote, they pray like they are pastor. They preach like they are pastor. Everything that they do, ukijaribu kuangalia, hata mtu hajaongea, unasema tu, huyu anaongea kama pastor wake. Which means, pastor ana influence, akona influence katika maisha ya hao watu. You remember when Jesus alikuwa anataka kutundikwa, Peter alikuwa anamwambia Yesu, mimi sitakukana, nitakuwa na wewe, you know the story. And then the Bible says, wakati Yesu alikuja kushikwa, Peter akaenda kujificha. Watu wakakuja wakasema, aya, huyu hata kuongea ni kama yeye. Huyu hata, hebu sikia venye anaongea. That means that Jesus alikuwa amemuinfluence. Yaani yeye akiongea ungeona Yesu. Achenye anafanya chote ungeona Yesu. That is what we call an influence. Yes. Amen. I am talking making an influence. Kuna 4 types of influence. Influencing, 4 types. There are 4 kinds. Hata sitachukua time more. Influence number 1 is a negative one. What to a negative influence, these people have time getting people to follow, respect, or listen to them. Their influences leaves people impacted in a negative way. Watu wenye wana influence watu in a negative way. Ni mtu mwenye wini unapatana leo. Hata kile kizuri alikukuta nacho, anakuacha kama kimeshatoka. Mtu mwenye anakuinfluence vibaya ni mtu mwenye unapatana, ulikuwa mtu wa bidii ya biashara, ulikuwa na mind za biashara, but by the time you meet this person, hata kile kizuri kilikuwa ndani yako
kutoa. Utawahi ona watu before hawakuwa wanakunywa pombe, before walikuwa washai, hangeongea na mdemu, hangekatia mdemu, before hangefanya anything, but unasikia since I met this kind of person, since amepata hawa marafiki, amesha change completely. Unapata mtu before hangekunywa pombe, but because of the influence of the people surrounding that person, anaanza kukunywa pombe. Hata hiyo kimuuliza ajui. Hawa watu walifanya influence kwa maisha ya huyu mwanadamu. Amen. Now tunajiuliza, how are you influencing the people around you? Around you. Unawa influence namna gani? Is it a negative way? Wewe ni kuwashusha tu chini, ama unajaribu kuinua self esteem yao? How are we influencing people around us? Tunawa influence namna gani? Na watu wenye je wako around you, how are they influencing you? Ukijaribu kuangalia, rudisha akili nyuma uangalie, fulani is my best friend. Wakati tunaongea na yeye, huwa kama na influence namna gani? Nikipatana na yeye, je tunaongeaga nini? Ana influence namna gani? Sababu if we are not careful, watu pastor on Friday alisema ya kwamba shetani hakujanja, anakuja anasema, "Sam, I want you to start drinking the beer." Hapana. Sometimes anapitia hawa watu wenye wako around us. Tunajipata wameanza kutu-influence. Wameanza kutu-influence. Unapata mtu hata alikupata unakujaga kanisani, by the time mmeshashikana na huyo mtu, haukujagi tena kanisani. Anaanza tu kukwambia, "Alikuwa ni kuomba nini? Kwanza ile kanisa hata haina watu. Ni nini ulionaga kwa ile kanisa? Hata watu si wengi." Anaanza kuku-influence. By the time anakwambia kuja nikupeleke kanisa nyingine ya prophet, and you are like, "By the way, let's go." One day you go. By the time umeshamalizana na yeye masiku na miaka, alishaku-influence. You don't even know how you went. Negative influence. That is point number 1. Number 2 ni neutral influence. Neutral influence. Watu wa neutral influence, these are kinds of your friends. They don't add anything na hawatoi anything. Hawakuongezei kitu. Yani wako tu pale, hawakuinfluence. Hawatakwambia umevaa vibaya, hawatakwambia umevaa vizuri. No compliments, no critics. Wako tu hapo. Hakuna kitu wako tu neutral hivyo. Anaweza ona nani yako ameshuka vizuri, hata mwambia ameshuka vibaya, hata mwambia kwenda church ni vibaya ama ni vizuri. Mko tu hapo. Yani tu wao wako neutral. Na unajipata unaendelea na wao, hakuna kitu wanaongeza, hakuna kitu wanapungua. I will not waste my time on that. Now tunaenda kwa positive influence. These people of positive influence, they inspire, they coach, and lead people to producing better results. They always want to make a positive impact in the lives of people. Hawa ni wale watu wenye mnapatana Kate. Wanakuwa msaada katika maisha yako. Wanakuja wanabadilisha maisha yako. Ulikuwa unafikiriaga hivi, but since you meet nao watu, mind yako inaanza kupanuka. Wanaanza kukuongoza, you want to do this. Wanakwambia don't do this. Wanakupata ulikuwa mchanga kiroho, but by the time you meet them, you start growing spiritually. These are the watu wenye wana influence in a positive way. Uliwapata wewe ni mlevi, but since umewapata mkiwa pamoja, hamu ya pombe inaanza kuisha. Your marriage ilikuwa inataka kucollapse, ilikuwa inaenda, but because umepatana na hao watu, unapata marriage yako inafufuka tena. Biashara yako you wanted to give up. Ulikuwa umesema mimi ninaachana kabisa, ninaacha. Lakini tangu ulikutana na mtu anakutia moyo, anakuambia hapana, kuja nikuoneshe kingine utafanya, anakuongoza, anakucoach, anakulead, until unaamka tena unapata moral ya kufanya chenye ulikuwa unataka kufanya. These are positive influence. Sisi, je, tuna influence watu in a positive way? Watu wenye wako around us wana to influence in a positive way. Job Sam, how are you influencing others? Sarah, wale watu wenye wanakushuka? Because tumeona influence, it is a way of
indirect. Even you, sometimes you don't know, you don't realize you are influencing someone. Na wewe pia sometimes hujuangi uko unainfluensiwa. It is a situation unajipata kama mtu ameanza kukuiga ama wewe umeanza kuiga mtu. How are we influencing others? At school, at job, in our family? Tuna influence others how? Is it a positive way? Ama tuko tu neutral tuambi ama tuko negative way? Mtu mwenye ana influence positive, ukivaa dress ambaye si yako anakuja na kuambia mami, hii nguo uko sawa, lakini ningependa next time kulingana na shape yako wewe unastyle nguo kama hii. Inaweza kuuma saa hiyo unafikiria ni critics, lakini by the time unaenda ukiendelea unakuja unapata one day you will stand somewhere you say if I can dress today it is because of so and so person. If today I can talk like this, if today I can preach like this, unakuja unapreach, mtu anakuambia hapana. It's not how. That is not how they preach. That is not how they start a message. That is not how they sing. That is not how it's supposed to be. By the time unaenda unagrow, maybe unaona anakukwaza, maybe unaona hapana. Wakati mimi nilijoini Burundi ya Praise and Worship ingine ilikuwa ministry. Tulipataka unajua Kizigeza. Mnajua hiyo neno? Kizigeza. Watu wakubwa, pro kwa kuimba. My friend, even kushika backup. Kitambo ufiki wangu, wajana na kulit. Kitambo ufiki wangu kushika backup. Watakuwa wamekutest. Sasa, mimi naenda hapo. Ukiimba, unaambiwa uko off key. Enda nyuma, unaenda nyuma. Unakwazika, you are like, sasa mimi sitawahi jua. Wanakwambia imba tena. Uko off key. That is not how they start. Today, I know, mtu akipress key, naijua. Because of what? They influence, influence. Hata kama that time nilikuwa naona ni kama ninakasirika, ni kama sifurahi. Lakini leo niko Kenya. Wenye waliniliti wako, wenye waliniongoza wako. And I can seek today. Naweza nikafuata key because of what they did. Watu wenye wana influence positive, they don't leave you the same way they met you. They make sure they deposited something in you, and something that is positive. Amen. Number 4. Number 4 is a life-changing influence. This is a life-changing influence. Hii influence ni influence ya how can I say it? Ni kitu mtu anafanya ndani ya maisha yako even after 10, 20, 40 years utakuwa unasema it is because of someone. Hii ni kitu inakuja inabadilisha maisha yako kabisa. Like on Sunday tulikuwa na mwimbaji mwingine hapa. Kati ya waimbaji wenye tuliinvite hapa. Tulikuwa tunawashukuru mimi na pastor tunasema tunawashukuru sana hata watu amtuitishangi fair whenever we call you come. Mmoja akasema Pastor Alan unaweza kosa kukumbuka. Lakini kama leo mimi nashimama ndani ya mambo ya Mungu ni juu yako. Akaanza kumwambia, unakumbuka tukiwa shule high school hawako wa same class, sijui pastor alikuwa mbele yake yeye hapo nyumbani. Akamwambia huyu mwimbaji ni mtoi wa pastor, babake ni pastor. Then alikuwa na misbehave shule, every time wazazi wanakuja, every time anafanya mambo. Pastor Alan akamwita wakiwa vijana high school, akamwita akamwambia, wewe unaibisha baba yako. Kwa nini unafanya hivi na wewe ni mtoto wa mchungaji? Ona vile shule yote unataka kuaibisha baba yako na wanajua wewe ni mtoto. Akaanza kumuongelesha. Akamwambia Sunday, hayo maneno yaliendaka yakakaa ndani yangu. Kuanzia hiyo siku lala. Nikaanza kuyafikiria mpaka wa leo yakanifanya nisimame katika mambo ya Mungu. That is a life changing influence. Mtu anakuambia neno, hiyo neno inabadilisha maisha yako. Mtu anakufanyia kitu, hicho kitu kinabadilisha maisha yako. Can we please tuwe watu wa life changing influences? Wakati watu wako US, wakati watu wako Australia wanasema, kama
ni sababu ya Neville. If today I'm in the office, niko kwa nini? Ni sababu kuna mtu fulani alinilipianga fees. Nilikuwa nataka kuacha kusoma masomo yangu, mimi sikuwa naweza kujisomesha, lakini because of that one, today I'm in this company. That is what we call a life-changing influence. How are we influencing people? My mom used to give us a testimony. She told us one day, wakati yeye aliokoka, because mama yangu ndio alianza kuokoka katika familia yetu. Akasema maisha yalikuwa so tough. That time my dad was a drunkard. Hakuwa ameokoka, alikuwa anavuta sigara. And when akija I hope one day dad will come here and will give you a testimony. And akikuja amelewa, anachapa mom, anamtandika kama anaenda nalewa for 2 days. And then mama yangu akaona maisha yako tough. So huwa anatuambia ya kwamba alikuwa anataka kujipea sumu akufe, because hakuwa anaona maana wa kuishi. Hakuwa anaona kwa nini ninaishi. Huyu mzee ananitesa, hanishughulikii na hawa watoto. That time we were 3, we are 5, all of us. But hiyo time tulikuwa 3. Mimi na brother wangu mkubwa then na Emery. See, you know Pastor Emery? Yes. So mama akasema alikuwa anataka kujipea sumu. Then one of her friends, neighbors, akakuja, akampata. Akamwambia mama hivi ni nini? Mama hivi akamwambia mimi nimechoka. Sasa hiyo alikuwa anatuambia alikuwa na sumu ya panya. Anataka kufa kabisa, akufe afadhali atoe. Akamwambia hapana. This woman was a Christian. Alikuwa anaokoka. Alipomuona akaanza kumwambia mama hivi usifanye hivyo. Nataka unipe tu chance moja. Usijue leo. Twende kanisani mwetu. Uongee na mchungaji wetu. Uwe unakuja midweek services. Hadi ukiona inakataa, mimi nakupea ruhusa na ujiue. Lakini ya leo tu ulikubalie. Ya leo tu ulikubalie. Mama akakataa, hapana, akamwambia please, akampeleka church. Mama akaenda. Mama akatubu. Mama alipotubu, akaanza kumtumikia Mungu. Akaanza kuwa naenda kwa midweek services. Dati hajaokoka. Saa zile mami amekuja ametoka church, anapata baba, pombe zimefika hapa. Anaanza kumchapa. Ule dada anamwambia usijali mama hivi. Kuna Mungu mbinguni. One day he will give a testimony. Anamwambia usijali, we are going to pray. Wanaomba na mamangu. Wanaomba. Anamwombea mama. Tena kesho, my mom used to tell me, because we were very small, ya kwamba sometimes, that time tulikuwa tunaishi nyumba, choo iko nje. Dadi anakuja anamwambia, I don't want to hear this kind of name of Jesus here. Go outside. Mamangu anaenda anapiga magoti kwa toilet. Hizi choza ni za kishimu, zinanuka my friend. Wakati haujaomba ni wakati haujapatwa na shida. Ukishapatwa na shida, you don't care where you are. You don't care in which uangaliani ni wapi niko. You will just kneel down. My mom used to tell me, nilikuwa napiga magoti kwa toilet and I start praying. Anamwombea daddy. Today my dad is a servant of God. Sijui for how many years, 20 something years. Because babangu mimi aliokoka nikiwa mdogo sana. Now see, my brother mkubwa ni mtumishi wa Mungu. I am a pastor's wife. My brother Emery is a pastor. All of us, you see this kind of influence. Hai influence mtu mmoja, but the whole generation. You see this kind of influence. These are the kind of influences tunataka katika maisha yetu. Na hizo influence pia sisi tunataka kuput in other kwa maisha ya watu wengine. Sasa unapatana na mtu ame lose hope, lakini because of you maisha ina change. Kama mamangu, she was about to commit suicide, but because of this lady. Na mimi nataka kukuambia leo, mamangu that time she hakuwa even 30, because my mom aliolewa akiwa mdogo. Today she is 57. Huyu mwenye alimpea life changing influence alikufa kitambo, like 15 years ago. But my mom, she's still alive. Kwa sababu gani? Kuna mtu alimwambia, please don't die today. Ikikata huko mbele mimi nakupea ruhusa. Wakati watu wanakuja wanatuambia, ama unamwambiaga mimi yenyewe, remember this woman is not a pastor. She was just a neighbor to my mom. She was just a neighbor. She was not a pastor. What do you tell people when they come to you? Ama unamwambiaga mimi si pastor, haki mimi sijui chenye nitawaambia. Unasemaga aje? Mimi hata sijui memory verse.
Hakuna mahali alimsomea verses, hakuna mahali alimsomea Bible. How do we influence people? Na watu wenye wako around us, how do we influence them? I am married. Some you are married. Wakati mtu anakuja nakwambia ndoa yangu haki mimi sioni matumaini. What do unamwambiaga aje? Huyu mzee yenyewe sioni akichange. Ati anakuja masaa ngapi? Ati 3 am. Yenyewe unaini mbaya. Yenyewe huyu watu tunawambiaga nini? Je, tunarudisha matumaini ama tunawamaliza kabisa? Mtu anakuambia mimi kabisa mimi sioni kusoma. Mimi sitaki kusoma. Unamwambia aje? Kwani wadosi wote dunia hii wenye walisoma? Kwani kukua mdosi ni kusoma? Hata fulani hakusoma. Tunamwambia aje? Tunawashusha chini sana ama tunawainulia hope? Tunamwambia hapana. Until raha na utamu wa kusoma unarudi. Anakuwa anasema kama nimerudi kusoma tena ni sababu ya Kate. Nilikuwa nataka kuachana na mambo ya masomo. Lakini wakati niliongea na Kate akanirudisha tena nikaanza kusoma. That is a life changing. Hata mtu aende mbali wapi anakuwa anakumbuka. Kama mimi saa hii, what happened to my mom? It haikuhappen kwangu, lakini saa hii nahubiria huyu, naongelea huyo mama mwenye alichange maisha ya mama yangu. Life changing influence. Clap your hands for Jesus. Now, how can we influence people? Tunaweza tukawa influence namna gani? Number one, I said nikianza ya kwamba to influence others, it is something that will not come directly. Is that what I said? Yes, it is something that even you, sometimes you don't know that you are influencing someone, ama you are being influenced. It is something that will happen without you kujua. So number one, if you want to influence others, you have to build a trust. Building a trust is a number one. Proverbs 3:3-4. Proverbs 3:3-4. Someone read for us Proverbs 3:3-4. Yes. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablets of your heart. Amen. Let love and faithfulness. Faithfulness ni kama kuwa mwaminifu kwa mtu. Ni kama mtu kukutrust. Si ndio? When you are faithful to someone, ni wakati anakutrust. Umekuwa faithful kwake, maybe amekwambia kitu na akakwambia usiseme na hakusema. That is how you build trust. Si ndio? So when you want to influence someone, lazima kwanza ujue kubuild trust kwa huyu mtu. Lazima huyu mtu akutrust. Ajue ya kwamba wakati Kate ananiambia nifanye hiki, ni sababu ninajua hawezi akaniangusha. Ukishaangusha mtu once, twice, huwezi ukaminfluence. Sababu utamwambia ataenda kifikiria huyu anaweza kuwa maanishi chenye anasema. That is why watu wengi hawataki kutufuata katika wokovu, because they don't trust us. Sisi ndio watu wa kwanza kuwakulia pesa zao, sisi ndio watu wa kwanza wakitupea deni haturudishi, sisi ndio watu wa kwanza kuwaahidi na hatutimizi, so they don't trust us. So ukianza kuambia mambo ya wokovu, kwa roho wako tu, yes, we will stay friends, we will be friends, but mambo ya pesa hapana. If you want to influence people, lazima you build a trust between you and them. Watu wanajua Nevin akisema no, ni no. Akisema yes, ni yes. Mimi wakati ndoa yangu inaenda kuharibika, je, nitaenda kuambia mtu, do this. Wakati mimi siheshimu bwana wangu, ninamwambia vile nataka. Nitakuja niambie Joy, heshimu bwana wako.
Si ndani ya roho yake akasema mimi sikutrust wewe. Hata chenye unasema wewe unakifanyaje? Si ndio? Ataanza kusema hata wewe mwenyewe ufanyaje. So lazima tu trust, lazima tu build that trust. Lazima power faithfulness. Hapo ndio tutaweza. When you are at job, make sure watu wanaweza wakakutrust. After with 100 millions of money, wanaweza wakakuwekesha sababu wanakujua, wanasema huyu mtu tutamtrust. Hapo ndio tutaweza ku make a life changing or a positive influence to their lives. Ukitaka ku influence people around you, lazima ujue ku build trust. Watu wakutrust. Watu wakutrust. When I come I tell you a secret, ninajua ya kwamba ninakuja na kuambia mambo yangu ya marriage, this is what is happening. Nina trust joy, najua ya kwamba unajua kuna mtu unaweza ukapreach leo hataki kukufuata, lakini unaminfluence kidogo kidogo, haujui. Anakuangaliaga tu, lakini huyu mtu hata kama sitaki kumfuata, kama kuna mtu mwaminifu ni huyu. Si ndio? Akienda kutafuta anapata kuna huyu. Nilimwambiaga one day ABCD. Imagine for 10 years na hiki kitu sijawahi sikia. Nilimwekeshaga pesa, nikatravel, one day akanirudishia. Huyu mtu naweza nikamtrust. Unajua one day anaweza kuuliza mimi naweza taka kuenda church, unaendaga church gani? Ama tu anakuuliza, hata imagine hajui hata kama unaendaga kuokoka. Anakuuliza tu, ni nini hiyo inakufanyaga wewe mwaminifu hivyo? I don't understand. Unamwambia is not with Jesus. Even me without Jesus singekuwa mwaminifu hivyo. Na mtu anaanza kutaka kujua huyo Jesus ni nani. Because of how umemuonesha trust. Lazima job kwa kazi tujue ku build trust. Tujue ku build trust. Amen. Number two of how we can make an influence. Love. Upendo. True love. Ephesians chapter 4 verse 2. Ephesians 4:2. Ephesians chapter 4 verses 2. The Bible says, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Amen. Aya, 1 Peter chapter 4 verse 8. Mwenye anapata wa kwanza nakusomea. 1 Peter 4:8. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Mumesikia hiyo? Love inafanya nini? Wandugu wapenzi, kama kuna kitu kinafanyaga mtu umuinfluence kidogo kidogo pasipo kujua, ni wakati tunaonesha mtu upendo. Kuonesha mtu upendo haimaanishi huyu mtu hata kukosea ama wewe hautamkosea. In fact, unajuaga mtu kama anakupenda ama kama wewe unampenda wakati huyu mtu mmekoseana. That is what always happens to me. Mtu anaweza nikosea, mimi najiambia huyu mtu mimi tunamalizana kabisa. Mimi sitaki story zake, but kidogo kidogo nasikia the Holy Spirit ananiambia, if angekuwa ni mama yako, ungefanya nini? Ungemtupa. Angekuwa ni brother yako, angekuwa ni wisdom wako ama favor, ungemtupa. Ungemsamehe, si ndio? So tunasamehe watu sababu ni damu zetu. Is that how it's supposed to be? No. Wale wenye ni damu zetu hawa, in fact the Bible says tutendee wema watu wote. Sana sana tukianzia wapi? Kwenye nyumba ya Bwana. Tunafaa kutendea watu wenye tumeshikanishwa kwenye damu ya Yesu. Hawa ndio watu hata wakukua yako namna gani. You remember is my sister in Christ. Hakuna mali tunaenda tu na yeye mbinguni. Lazima tupambane na hali yetu. Kumake influence kwa watu, lazima tuwaoneshe upendo. Care for others. When someone is sick, pigia simu yeye. Enda kumuona. Kama uko na sombili kwa pesa, mtumie for maziwa. Kama ni mtu wako na birthday, muish birthday, maybe una kakitu, lakini kuna kaneno utamwambia kwa kaneno, katamsisimua the whole day. Kuna mtu tu atakwambia, mimi kuna mdemo
limewahi nifurahisha. Huwa kama nakumbuka hiki kitu kinachekesha. Nilikuwa hata sijaolewa. Nilikuwa naimba kwa kwaya. One day after service anakuja ananiambia, "Akina niko na neno nataka kukwambia." Haya, namwambia nini? Akina kupenda mpaka nikaiona kwa mtoto. Mdemu ananiambia hivi, "When I just see you, nakupendaga, unanipendaga." She's not my friend, hajui mahali naishi, nikuniona tu kwa service. I just love you. Akina kupendaga tu. Ukicheka, ukivenye tu unavaa. Mimi nakwambia hiyo siku ni karibu nilale na viatu. Kwa sababu ya hiyo neno tu. Ikaamsha wow. So even me, niko na mtu anaweza kanipenda. Even me, so kumbe niko beautiful. So kumbe pia mimi naweza attract attention ya mtu. Na huyu si chali, huyu ni mdemu mwenzangu. Unanielewa chenye nataka kusema? So kuna neno unaweza kaambia mtu. Huyu mtu unabadilisha maisha yake. If you want to influence people, let us show them love. Ninawaambia, kushow love, it doesn't mean hamtakoseana. In fact, kwa kule kukoseana, ndio mnaoneshana love kabisa. Sasa zile unasema, mimi haki, mimi ile kanisa nimekataa, mimi Joy, na hata namba yake ninafuta. Hapo ndio upendo inaonekanaga ya ukweli. Wakati mtu amekukosea ama wewe umemkosea, how do you handle? Ama wewe unasemaga, mimi wa Kikuyu hapana. Kabisa. Mimi hata Mkikuyu akuje kwa ndoto, nitamreject kwa ndoto. Mimi wa Meru. Kuna wengine tunapatanaga hapo nje. Ati wewe wa Kikuyu wajui. Wa Kikuyu ama wa Meru, Wakamba. Kwanza Wakamba wa Makueni, sijui ni Makueni. Hao, sijui ati wanajuanga mavitu, sijui wanajua nini. Tunaishi tu criticize. Na Sunday tuliambiwanga, na Sunday, kama kuna pandemic yenye ni mbaya na imetawala duniani is lack of love. Hakuna upendo. Hatu influence watu sababu watu waoneshi upendo. Na hatupendi watu sababu ya kile wanatupea, sababu hao ni matajiri, Neville sababu anaweza nipea kakitu ama Kevo ndio nipende. No. Tunapenda watu wote. Sara kule kwa kazi, mtu anakuja na kulilia, haki sina do, sina pesa, ona venye ninakaa. Unamwangalia, wewe na vile umedrive Kigali, hicho Kigali kikubwa. Wewe ujue maybe hicho Kigali hata hakina mafuta, ama alikula deni ya mafuta, ama ni kiloni. Watu wengi wamejana utajiri wa malono. Tukiwaona tunaona ni kama wametajirika na hawanalaki. Na kwa bank, kitu ngelipo 150, ukikilipo for 2 years ni almost 300. Triple or double. Si ndio? So ukimwona na Kigali, anakuja na kulilia. Sana unaweza shuka hiyo kichwa ya huyu mama for free. Unabadilisha maisha yake. Show love. Wacha tuoneshe upendo watu. Pigianeni simu. Tunaanzia hapa then tunaenda nje. So we want to do charity. When we go out there, tuoneshe love watu. Kuonesha love, unachekea mtu. Tuliambiwa la Sunday, unaweza tu salimia mtu na smile. Hiyo smile inabadilisha siku yake mzima. Let us show love. Kuna watu wengi hawakupata love from their parents. Kuna wengine hawakulelewa na wazazi. Where do we expect them to get that love? Where? From us. From us. Kuna wengine hawakupata nafasi ya grow up in their families. They have that lack of love. Hana upendo wa kibaba, hana upendo wa kikaka, hana upendo wa kidada. We are there to show them love at job, kwa manyumba, kwa makanisa. Amen. Number 3, consistency. Consistency. Ukisha build, remember there is no love without trust. Mtu ndio atokee kukupenda, anakuwa kwanza amekuchunguza. Si ndio? So ukishapata love, lazima uwe consistent kwa kile unafanyia mtu. Amen. Galatians chapter 6 verse 9. Yes. Yes. Let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Rudia tena. Let us not become weary
Tumesikia hiyo kidogo. I was saying consistency. Si kitu tunafanya for just once na unaacha. It's supposed to be our lifestyle. Kama ni kupigia simu mtu, si ati nimeshampigia hata hakurespond unaacha. Where there is love, there is consistency. Mtu kama ni msik, umemhubiria leo amekataa, hauachi, unaendelea. See, that is what Galatians wanasema. You keep on, hauchoki. Anza tena. Let us not become weary in doing good. Yes. For at the proper time we will reap a harvest if we did not give up. Where there is love, you don't give up. Hata kama kumenyesha, hata kama kuna jua, wakati kuna upendo, you don't give up. Lazima pawe hiyo consistency. Utafanyia mtu once, then uone hata yeye hajanijibu, hata mbona mimi ndio naendaga kumuona sana, yeye hata ajui kwenye naishi, hajawahi kuja. That is not love. Where there is love, there is consistency. Mtu unampenda leo, unampenda kesho, unampenda mwaka ujao, no matter what, no matter how, yeye akupenda asipokupenda, wewe unafanya kile unafanya. You don't give up. Si mmeshaona Charlie kama ametaka mdemu? My friend, ata make sure huyu mdada amempata. Ameingia box. Anakuja na kupea gift, unatupa. Anaiangalia anasema no problem. Tena kesho asubuhi unakuwa huyu mtu walimrogea kwangu, urogi wake ulimtuma kwangu ama ni nini? That is love. Love inafanya mtu akuwe consistent. Aachi unamblock, anatumia namba nyingine. Atuachana kitambo. Even now wako wenye wanajua chenye wanataka. Si ndio? Wako wenye wanajua chenye wanataka. Akishaona wife material, anasema mwanamke simwachi. Siwachi. Anakupigia simu na mblock, anatumia sijui Facebook. Kila mahali ukipita kona, anatumia Chris, anatumia K4. Anabaki akiwa consistent kwa kile kitu anataka. Paka ile siku utasema, wacha tu ni unblock, nimkatalia kwa simu, ile kumunblock na mkatalia hapo, unajipata umeshaingia box. Kidogo kidogo. Where there is love and consistency, influence iko very simple. Very simple. Ukipenda mtu na uwe consistent, usichoke, you don't give up, you don't get tired, huyu mtu kuminfluence ni very nice sana. Can we be consistent in what we are doing for God, to others? Kama ni kuhubiria watu huko nje, usichoke. Hivi ni kuna ule mtu umeshaombea miaka na miaka aokoke. Aokokangi, unajifikiria huyu kwani ni kazi ya shetani ama nini? Don't give up. Wewe usiwachilie. Kuna siku na saa maombi yako yatafanya kazi. We don't give up. When we want to influence, we don't give up. Lazima tunaonyesha upendo na lazima tunakuwa consistent. Number 4. Number 4. Hear people out. Hear people out. Kusikiliza watu. To listen to others. James 1:19. James 1:19. Inasema everyone should be quick to listen. To listen. Proverbs 18. Proverbs 18:13. He who answers before listening, he is folly and his shame. Amen. Nimesema namba 4 ni
kusikiliza watu. Let me tell you the truth. Unajua kwa nini leo the number of suicide iko mob sana? Ni sababu watu they pass through many problems, difficulties, they don't have nani watashare nao. Mnanipata? Mtu anapitia magumu, na ni mimi nakwambisha ukweli, kufikia mtu kiwango cha commit suicide, huyu mtu alianza maybe na stress, ikapanda ikakuwa anxiety, ikatoka anxiety ikakuwa depression mpaka akacommit suicide. Lazima tujifunze kusikiza watu, tukue quick. Mtu akikwambia Joy, I want to see you, tuwe haraka sana, because maybe usipomsikiza leo, kesho anaenda, kesho anakufa, ama kesho anakuwa wazimu. Tuwe na haja ya kutaka kusikiza. Kevo by the way leo ni kama ako down. Mimi nimeshaangalia hiki kitu sana. Naweza nikaangalia mtu na muangalia, then nienda nimwambie, mbona unakaa uko down? Anajifanya tu, niko tu sawa. Namwambia, but unakaa umechoka. Ananidanganya ni job tu. But inside of me, najua huyu mtu. Na nikiendelea kukua consistent, naendelea kufuatilia, anaanza kuipuka analia. Na mimi namwambia lia tu. Lia tu. Unajua pia hiyo kulia ni kupumzika. Anapata at least mwenye atalilia. Analia. Hii ina happening hata kwa mahali tunaishi. Analia. Okay. What is the problem? Anaanza kukwambia this is what I saw. Sasa unaanza kumsaidia. Maybe singemchokoza. Hangepata mtu wa kuambia. Na unapata anakwambia, ati mimi hata nimefikia mwisho. Ati wengine wanasemanga Mrs. Pastor, wengine Mama Wisdom, Mama Wisi, mimi nimefikia mwisho. Mama Pastor, mimi nimefikia mwisho. I'm tired. Mtu amechoka ndani ya roho. Anakosa cha kufanya. Last week I received a message of a person from Burundi. Akakuja akaniambia, this is what I want. I want you to keep your time. Maybe you and Pastor Alan will help you. Nikamwambia okay, nitumie. Akanitumia audio like it's 10 minutes ama 15 minutes. Nikasikiza mambo ya uchungu, mambo ya mazito, mambo ya maumivu. Before nimjibu, nilimwambia give me time I digest these stories kwanza. Because pia mimi mwenyewe nilisikia uchungu. Pastor was not at home. I waited for him. Nikamwambia see this message. Tukaanza kujadiliana. But from him akaleta maneno ya hope. Akamwambia mwambie hivi. Then nikamtext nikamwambia I want to call you. I want to call. Wakati yeye alikuwa ananiongelesha, alikuwa ananiambia sasa zingine nasikia dunia ifunguke niingie ndani na ifunge. Na I want to give up. Yaani na venye naongea kwa audio akaanza kulia. Mpaka unasikia uchungu is from inside. I called the person. Nikamwongelesha. Then nikaweka ndani jokes, tukabonga story, nikamwekea jokes. Sitaki kumwonyesha pia kama mimi imeniumiza kama yeye. Na kumwonyesha tu life is easy. Imagine hiyo kitu wewe unapitia, kuna mwingine anapitia zaidi ya hiyo. Nikamwambia vile atafanya. By the time tunamaliza, ananitext ananiambia, nasikia kupumzika. Ni kama umenitolea mzigo. Je, tulionana? Kuna kitu nilimpea, kuna pesa. Just kumsikiza na kuiga chenye nafaa kumwambia. Tupee time watu kuwasikiza. Wakati watu wanakuja kwetu sana, kuna kitu nataka kwa. Kama ni kitu naona una suluhisho sahihi, mwambie kama vile mimi nilimwambia give me time I digest one. But I promise you nakuja nikikupea jibu. Because pia I was waiting for pastor, pia yeye alipea ideas of how we can help this person. Hear people out. Watu wanakufa, watu wana take wrong decisions today. Watu wanaenda kwa madawa za kulevya. Sababu gani? Wanatafuta njia ya kuhepa hizo mashida wanapitia. Sababu hawana watu wa kuwasikiza. Kitu kingine nimekuja kukutana, wale nao wenye tunasikiza, we condemn them a lot more than helping them. We criticizing them a lot more than helping them. But when I was preparing the message, even me, I was touched. Because sometimes, unajipata una condemn mtu. Hata yeye. See, I told you, background yetu ina matter sana. In our characters, in our behaviors. Kuna characters zingine we have because of our background. Mimi naweza kuwa niko mkali, not because nataka, but because
how I was raised. Kwetu ni watu walikuwa wana shout, kwetu ni watu wanaongea anyhow. Do you know the way mimi na Pastor Ann tuna behave? That is how we influence our kids. Tomorrow wata reflect what we put ndani ya maisha yao. Si ndio? So sometimes we condemn people, sometimes we criticize people, not knowing hata wao si wao. Hata wao si wao, hata wao wajielewe. So kindly, tuwe na roho ya kusikiza watu. Na mtu mimi simpendani anasemeanga juu. Si yeye. Pole akitembea na wewe utaminfluence. Hata mimi, you can come and tell me, by the way, Mama Pasi, this is what I wanted to tell you. Last time, this is what you did. Lakini naisapenda uchange. Unanifungua macho, I'm like, so this is how I supposed to react. This is how I supposed to say. Maybe mimi nilisema hata sijui. Maybe mimi nilireactive according to our mila, you know. Maybe Mkikuyu analiact kama Mkikuyu, yeye hajui kwa Wakamba is no. Kuna mahali nilienda tukasalimiana hivi. Waganda wao wanasalimiana hivi. Unanipata? So maybe me I react according to my background. It is not me. So we are just here to influence each other in a positive and life-changing ways. Am I making sense? Yes. Number? 5. Number 5, and the last one. Nimesema sky na nimeshaenda 50 minutes. Amen. Number 1, the last. Lead by example. Lead by example. Tuwe kielelezo Kevo. Si ndio? Tuwe kielelezo. Tukisema sisi ni Wakristo, tuwe kielelezo. Mnasemaga Titus 2:6-7. Titus 2:6-7. Six to 7. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example. Mumesikia? In everything we do what? We set them an example. By doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Mumesikia hizo vitu tatu? Tuna set example. Number 2, tunafanya nini? Tunaonesha integrity and seriousness. Unajua shida yetu ni gani? Tunaambia watu wakuwe serious na mambo ya wokovu, and yet sisi hatuko serious. Nilienda kwa harusi jana. Wakaimba gospel music. Waimbaji walimba gospel. Wakaimba wakatubariki kweli, tukabarikiwa, wako na masauti. Harusi inaisha. Kuna hii nyimbo ya anachukua anabele hiyo wakaweka Jesus, the whole band, the whole waimbaji walikuwa wanaimba gospel, wakaanza kucheza vile tu venye walichezaga Kofi na Diamond hivyo tu, anachukua anaweka shwa. Me I was like, Jesus, hawa ni Wakristo ama ni mapagani? I was confused. Watu wenye wametubariki hivi wako wanacheza, sasa anachukua anaweka. Then wakaweka hii ingine ya sijui kama mmesikia ati sugar sukari. Mmesikia hiyo? Wanalamba sugar sukari. Something like that. Watu wote na ni watu wenye wanamaliza kuimba gospel. That is not setting an example. You follow what you say. If you say I'm a Christian, si Mkristo kwa mdomo sababu unaniimbia gospel. Even when there is music, unasikia music aje, una set example and integrity and seriousness. Hapo hakuna seriousness. Hata kama maybe in court, let me say, they did not commit a sin, maybe because they don't know what they are singing, maybe ni kuchichezea tu, okay, but there is no seriousness. Someone who is serious anajua, this is what I follow, this is what I don't follow. Me, I belong here to this line, I don't belong to this line. This is what I do, this is what I don't do. Uko nje, lazima to set an example, lazima tuwe serious. Then baadaye nikawamit, nikamwambia
Wakaniambia, sasa mama pastor, si tunacheza tu. Nikamwambia no. Nikaanza kuwasomea Biblia, nawaambia vile King Saul alishikwa na demons. Si mnajua hiyo story? Wakamtuzisha kila mahali, kakataa. Ikabidi David akuje acheze music ndio aweze kupona. David hakumwombea, David hakuprophesy, he just played kinanda yake na king mademons katoka. Nikamwambia the same way pepo zinaweza toka sababu ya music, the same way zinaweza zikaingia sababu ya music. When you are a Christian, uchezangi any kind of music, usikize any kind ati sababu kana sikizika vizuri, kako na ngoma tamu. No. We have to set an example. Lazima to set an example. Tunakuwa serious. Some joke wanakuja wanaokoka. Wanajua kuna maongezi. If you start saying this, I get out. If me I am here, ongea hivi na hivi. Mambo machafu sisikizani na sichangiaji. That is how they know you. Unajua mapagani wanatuangaliaga sisi hatujui. Mnajua hivyo? Na imagine wao ndio wataenda wanasema, ule yenyewe ni priest, hata si pastor. Ule ni priest ule ni pastor. Ule kuna vitu huwezi fanya na yeye. Hata usimuhusishe, hata hizo dili yao hawezi. That is a very good compliment. It is. Watu wanatuchuanga hapo nje sana. They know you well wajui, lakini wanajua ule mdemu kumfikia ni ngumu, usimuone hivyo. Ule mdemu huwezi muongelesha chenye unataka. Na kuna wengine hapo nje wanasema wachana na ule. Ati ule anajisemanga ni Mkristo. Ule kwanza ni rahisi kumpata. Ule hata ni venye mimi sitaki. They know us. Can we set an example hapo outside? Hata wanaume wanajua. I wish naweza ona mwanaume atabebanga kitu. Mwanamke ni kichwa ngumu. That is a very good compliment. I wish naweza mimi naweza penda nionake mtu mwenye atabebanga Navy ama Winnie. Mwanamke ni kichwa ngumu. Huwezi kufikia anyhow. Kwanza ukimtext anakureply after 2 days ama 3 days. Na umemtext hivi anakureply kaneno kamoja. Mwanamke. Those are good compliments. You might not know, but uko nje ni good compliments. Why? Because you are a very good example in the society. When we live maisha ya kuset an example, interpret and seriousness, we influence people without knowing. Na tutapata tuko na wafuasi wengi. Watu wanafuatana Nevin nyuma yake hawajui. Nevin hajui ako na wafuasi wengi. Mahali tulisoma in Matthew, Biblia inasema sisi ni chumvi na sisi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ikizima, watu wote wamezima, si ndio? So dunia inahitaji kuinfluensiwa. Na tuta-influence namna gani wakati sisi ni chumvi na wakati sisi ni nuru ya ulimwengu? Watu huko nje wanahitaji nuru. Msioni wapo na magorofa na niliwaambia wengine ni manono. Wanataka kukufa sababu ya manono. They need a help. They need someone to influence them positively and be a life-changing influence. I pray that it will be our portion, that we might influence so many people out there, that one day they will come to the kingdom of God because of how we influenced them. Let us be on our